Haleluya. Mfalme wa amani, ilo mikono yako tumwambie Bwana asante kwa kuniokoa. Kila mmoja mwambie Yesu asante kwa kuniokoa. Nilikuwa mwenye dhambi Bwana, lakini umenisamehe dhambi zangu. Kila mmoja chukua hiyo nafasi. Mshukuru Bwana kwa sababu ya kukuokoa. Amekuokoa bure. Amekuokoa bure. Haukulipa chochote, haukufanya chochote. Ametuokoa bure. Tuko na sababu maelfu ya kumshukuru Bwana, ya kumwambia Bwana asante Bwana, asante Mungu wa baraka, asante Mungu wa amani, asante Mfalme wa ajabu. Mwambie Bwana asante kwa kuniokoa, asante kwa kunisamehe dhambi, asante Yesu kwa kuwa umwema, asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kuwa umwema, asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kuwa umwema, asante Yesu kwa kuniokoa. Patie Yesu makofi mazuri. Patie Yesu makofi mazuri na mwambie asante. Aya, patie Yesu makofi mazuri, mwambie asante kwa kuniokoa. Salimu jirani yako aliye karibu na wewe unapopata nafasi ya kuketi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mpaka hapo tunasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Sema mpaka hapo Yesu ni Bwana. Basi tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote ambavyo tumekuwa navyo siku ya leo. Tukaweza kumpatia kasisi wetu makofi mazuri kwa hiyo kipindi ya mpangilio wa kanisa. Katika jina la Yesu Kristo, tafadhali tilia maanani hizo tarehe na mpangilio wa kanisa. Jihusishe kabisa, hakikisha unahusika ili ukaweze kuendelea vizuri katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu na tunamtukuza Mungu katika jina la Yesu. Na pia mawazo yangu ilikuwa iongee kuhusu microphone na Reverend ametangulia. Bwana asifiwe. So inamaanisha ni roho moja anafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunawaomba katika jina la Yesu, hii kwa wewe kujitolea kibinafsi. Hii ni ya kibinafsi, hii si mpangilio wa kanisa ambao tunafanya, lakini tunakuomba kibinafsi unaweza ukasimama na ukakuwa baraka katika jina la Yesu. Maana vipaza sauti vimefanya nini? Vimechoka, vimemaliza kazi, na pia vimenipatia kazi ngumu ya kuhubiri, especially mimi na sauti ni mzuri, ili nikaweze kudeliver vizuri. So tunakuomba itakuwa sawa na Mungu atakubariki. Nafikiri nikimalizia naweza nikakutajia bei za microphones, alafu unaweza shikana wawili, unaweza chukua peke yako na itakuwa sawa, kwa sababu tuko safari ya kurembesha madhabahu. Naamini Jumapili ijayo utakuja utapata mambo ni tofauti kabisa. Sema amen. So tulimaliza kutengeneza pool yetu ya baptism. Hapo pahali Reverend amekaa na mke wake, sasa wamekalia pool. Ishakuwa tayari. Bwana asifiwe sana. So mara ya kwanza tutakuwa tukibatiza watu wapi? Hapa kwetu. Na ni furaha kubwa kusikia kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 ndio tunafungua hiyo kurasa katika jina la Yesu. It is a new chapter. Bwana asifiwe. Na nasema kufika mpaka hapo, nasema Yesu ni Bwana. Nasema ni Mungu. Kukuwa na hiyo maendeleo, Mungu ni mwema. Si ujipigia makofi kwa sababu ya hiyo katika jina la Yesu Kristo. Tuingie katika ujumbe wetu ambao tumekuwa tukiendelea naye. Na ndio tunaendelea nayo. Na kuna mahali tunaelekea. Na mahali tunaelekea kutakuwa na kukemewa sana na kurekebishwa sana.
So nitaomba ujipange. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tunaingia, pengine nikimaliza leo, ninaingia sehemu ya kukukemea sana. Nitakukemea, nitakurekebisha, nitakuonya. Sema amen. Sema amen. Na hizo siku tukifika usikose Sunday. Sema amen. Nafikiri hapa kwetu tushazoea kukemewa na kurekebishwa. Naongea kuhusu first and second deliverance. Nafikiri hiyo jina ni nzuri, nitakuwa nimeipatia ukombozi wa kwanza na wa pili. Sema ukombozi wa kwanza na wa pili. Sisi sote tunahitaji ukombozi wa kwanza na tunahitaji ukombozi wa pili. Tuliona ya kwamba ukombozi wa kwanza ni kazi ya Mungu. Ukombozi wa kwanza ni kazi ya Mungu, na ukombozi wa kwanza tuliona inaitwa salvation. Inaitwa nini? Wokovu. Wokovu ndio ukombozi wa kwanza, ambao tuliona ukombozi wa kwanza ni Mungu alifanya kazi, alimtuma Yesu Kristo, akaja akapitia yale mengi yote ili sisi tuweze kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja akateswa ili sisi tuweze kukombolewa, akamwaga damu, akafa, akapitia mambo mengi ili sisi tuweze kuokolewa, ili tuweze kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba ukombozi wa kwanza uligharimu Mungu. Ukombozi wa kwanza tulikombolewa kwa nguvu. Tulikombolewa? Tuko pamoja? Ukombozi wa kwanza tulikombolewa kwa nguvu. Sisi hatukufanya chochote, lakini Kristo Yesu alitukomboa kwa nguvu katika jina la Yesu. Na huo ukombozi tumeupata kupitia kumwamini Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Huo ukombozi tumeupata kwa njia gani? Kwa kuamini. John chapter 3 verse 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili kila afanyaye nini? Amwaminie asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ukombozi unakuwa na nguvu kwa maisha yetu kupitia kwa kumwamini Yesu Kristo. Baada ya somo hili tukimaliza, tutakuja kujifunza kuhusu tofauti ya Yesu na Kristo. Wakati unasema Yesu Kristo unamaanisha nini? Wakati unasema Yesu unamaanisha nini? Wakati unasema Kristo unamaanisha nini? Sema amen. Kwa kumpokea Yesu. Bwana asifiwe. Tulisema hatukumpatia Yesu maisha yetu. Bwana asifiwe. Tulifanya nini? Tulipokea maisha ya Kristo. Ni maisha tulipokea, kwa maana yeye alikuja, sio sisi tulikuja. Kristo Yesu ndiye alikuja kwa ajili yetu. Anayekuja anapokelewa. Kwa hivyo aliacha utukufu wake juu mbinguni akaja. Bwana asifiwe. Na mtu akija unahitaji kumpokea. Mtu akija haujipatiani kwake, unapokea. Kwa hivyo ukombozi wa kwanza ni ukombozi ambao tumempokea nani? Kristo. Maana alikuja kwa ajili yetu, tukampokea. Na sasa tulisema, nilikwambia Jumapili iliyopita, Yesu hayuko ndani mwako, ni Kristo ako ndani yako. Na nafikiri ukisoma Biblia ni vigumu upate imeandikwa Yesu hapa ndani yako, lakini utapata imeandikwa Kristo ni yako ndani yako. Unafaa kuelewa inamaanisha nini hivyo. Bwana asifiwe. Maana aliyekuja ni Kristo, aliyezaliwa ni Yesu. Siku nyingine tutakuja kuchunguza hiyo vitu kwa undani. Sasa tumeona tumefanya nini? Tumempokea. Ukombozi inamaanisha it is a change of location. Ni mabadiliko ya maeneo, ambayo ukombozi wa kwanza unahusiana na kutolewa. Unahusiana na nini?
Kwa hivyo ukombozi wa kwanza ulitutoa mahali ambapo tulikuwa. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Wakolosai 1:13 ya kwamba alitukomboa, alitutoa katika ufalme wa giza, katika giza. So ukombozi wa kwanza umetutoa. Wewe kuokolewa kunamaanisha kuna mahali wewe ulitolewa. Na ulitolewa wapi? Wewe ulitolewa kwa giza. Maana hapo mwanzo wa Efeso 2:1, hapo mwanzo ulikuwako kwa giza, ulikuwa unaishi kwa giza, na kukombolewa kuja kwake Kristo kulitutoa hapo. Kwa hivyo unaposema nimekombolewa, unamaanisha nilitolewa kwa giza. Inokona nilitolewa kwa giza. Inokona nilitolewa kwa giza. Ukisema nimeokolewa, unamaanisha niliokolewa kutoka kwa giza. So nimetolewa, si yuko huko tena, hatuyuko huko tena. Salimia mwenzako na umwambie hatuyuko huko tena. Salimia mwenzako umwambie hatuyuko huko tena. Mwambie tena sisi sio wa huko. Jina la Bwana litukuzwe. Kumaanisha ya kwamba kulingana na somo tunaloendelea nalo, kumaanisha ukombozi wa kwanza umetutoa Misri. Umetutoa wapi? Hatuyuko Misri tena. Bwana asifiwe. Kumaanisha ukombozi wa kwanza umetuweka huru na Farao. Bwana asifiwe. Umetuweka huru na nani? Na Farao. Sasa tuko huru. Kumbuka ni uhuru wa maeneo. Nataka unielewe. Ukombozi wa kwanza umekuletea uhuru ya maeneo, ya location. Kumaanisha kwamba nilikuwa Misri, sasa nimetolewa Misri, niko huru na Misri. Sio kama umenielewa? Na ndio maana nasema ni uhuru wa maeneo. Wakati mfungwa anaachiliwa, wakati mfungwa ameshikwa, hayuko na uhuru ya eneo mahali yako ana uhuru. Ni ukweli? Wakati mabusa ako wapi? Kwa prison. Yeye ana uhuru ya eneo. Mahali ambapo ako ana uhuru ya kimaeneo. Yeye ni mtumwa wa hiyo area. Akuli vile anataka, halali vile anataka, havai vile anataka, afanye vile anataka, atembei vile anataka, wala atembei peke yake. Lakini kifungo chake kikiisha, amefungwa miaka 5. Akimaliza miaka 5, anawekwa huru. Anawekwa. Sasa uhuru ambaye amewekwa, amekuwa na uhuru wa jela. Tumeelewana? Anakuwa huru ya mahali ambapo alikuwako. Sasa yeye yuko huru na hapo. Ndio maana naongea kuhusu ukombozi wa kwanza na ukombozi wa pili. Na ukombozi wa kwanza ni ukombozi wa uhuru na kupatia uhuru wa maeneo. Na ukombozi wa kwanza umetuweka huru na giza. Eneo la giza ndio tumetolewa hapo. Sasa mimi niko huru, naweza nikamove. Sasa niko huru na maeneo ile. Bwana asifiwe sana. Ukombozi wa kwanza tulisema ya kwamba unakutoa. Sikiliza sasa hapa nikuambie. Wana wa Israeli walikuwa huru na pia walikuwa watumwa. Wana wa Israeli waliwekwa huru na bado walikuwa watumwa. Nisikilize tena. Wana wa Israeli walikuwa huru na bado walikuwa watumwa. Haleluya. Utaniruhusu tu niongee sana kuhusu Old Testament, ndio nikiruka kwa New Testament utanielewa. Hii ni kumaanisha kwamba watu wanaokolewa wanawekwa huru, lakini bado ni watumwa.
That's why tuko na watu wameokoka na ni watumwa, na niko hapa kushuhudia tuko na watu wengi wameokolewa na wengi wao ni watumwa. Sasa nifafanue zaidi. Uhuru wa kwanza ya wana wa Israeli waliwekwa huru kimwili. Sasa hawako pale wametolewa, si ndio? Lakini bado walitoka wakiwa nini? Walikuwa watumwa wapi? Wapi? Ile mentality. Walikaa kule Misri miaka ngapi? Miaka karibu 430. System walizaliwa huko wengi, wamekaa huko, wanajua system ya huko, wanajua mambo ya huko. Hiyo ndio iko ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walikuwa huru kimaeneo, lakini hawakuwa huru wapi? Hawakuwa huru wapi? Kimawazo hawakuwa huru. Na hii ndio picha nataka nikutakuletea vizuri katika jina la Yesu. Nikupatie na mfano wa Afrika. Mataifa ya Afrika huwa wanasherehekea siku moja, wanaita siku ya nini? Ya Independence Day. Ni sawasawa, kumaanisha ni siku ambao ni walipata kujitegemea. Bwana asifiwe. Sasa taifa limekuwa independent, kumaanisha linajitegemea. Kumaanisha sasa mzungu ameondoka, amewawachia taifa yenu. Mzungu ameondoka, ameacha mjitawale. Mzungu ameondoka, amewawachia taifa yenu. Lakini leo niko hapa kushuhudia sisi tuko huru na tuko na independent, lakini bado sisi hatufurahi uhuru. Tuko huru maana wametuachilia tujitawale, lakini hatufurahi uhuru. Kwa sababu leo mataifa mengi ya Afrika hayawezi yakafanya vitu peke yao. Na wacha nikuletee hii picha katika jina la Yesu. Walituachilia physically, tukakuwa tuko huru, lakini bado wametufunga hapa. Bwana asifiwe. Nambari ya kwanza, masomo waliotuletea si kama masomo walionayo. Hii masomo kuna vile inafunga akili zetu. Kule tunaonyeshwa picha watoto wakiwa wadogo wanafanya makubwa. Hapa kwetu tunafundishwa vitu zingine hazina maana. Kama sasa wakati wangu tulisoma kuhusu inzi, iko na miguu ngapi, iko na nini. Inzi inanisaidia kufanya nini? Sasa niko huru, lakini bado hapa hawakuachilia. Mimi ninafunzwa kuhusu mende. Mende yako na miguu. Wangapi walifunzwa kuhusu mende hapa? Watu wa zamani 844. Wangapi walijifunza kuhusu, mlifunzwa mende, mlifunzwa kuhusu inzi, mlifunzwa inakusaidia nini mpaka wale? Ni wapi inakusaidia? Sasa zile kule watoto wanafunzwa kutengeneza saa. Mimi nafunzwa kuhusu inzi. Mimi nafunzwa kuhusu vitu vingine. Nafunzwa kuhusu sijui wa Brazil ni wanene. Ninafunzwa kuhusu wale ambao walikuwa watawala wa USA. Inanisaidia na nini? Ni nini katika shule ya ng'ambo wanafunzwa chochote kuhusu Afrika? Hakuna. Hata hao wafunzi, rais wa kwanza wa Kenya ni nani? Wanafunzwa inawasaidia na nini huko? Na ndio maana leo hata katika taifa letu la Kenya wakitaka kufanya chochote lazima rais wetu apande ndege aende atafute pesa. Anaenda kuzitafuta wapi? Tuko na dhahabu, tuko nchi za Afrika ni tajiri kushinda nchi za ng'ambo. Afrika ni tajiri. Leo tunachimba mafuta, lazima tuwapelekee. Ni ukweli ama ni uongo? Mafuta ni yetu, tunachimba, lakini hatuwezi jitengenezea, tunawapelekea wao, alafu ndio irudi wapi? Vitu mingi inatoka Kenya, inaenda, zinarudi, tunauziwa vitu vingine. Bado sisi ni watumwa. Sijui kama mwaiko tana
toothpick inatoka China. Vitu zingine za plastic za ujinga zinatoka China. Hiyo inakuambia nini? Hao watu wako huru wa kimaeneo, lakini bado hawako huru wa kujifanyia vitu. Ndio maana katika Afrika kila rais anapoamuka na msimamo wa kujisimamisha peke yake anauawa. Waanzilishi wa Afrika, mataifa ya Afrika, akina Kwame Nkrumah, hao watu walikuwa na mawazo ya kufunguliwa. Sasa mmetuachia taifa yetu, sasa tunataka pia kimawazo tukue huru. Waliuawa. Akina Gaddafi waliuawa. Kuna watu hawakuruhusiwa. Hata leo angalia katika taifa letu la Kenya, wakati rais wetu alichukua kiti, mnakumbuka Kenya alikuwa anapigania? Kama mnakumbuka, kuna kitu rais alikuwa anapigania, uhuru wa Afrika. Ilienda wapi? Siku hizi mwaisikia akiongea? Utawaisikia akiongea? No. Hata ongea. Kwa sababu utatishiwa maisha mkionekana mnataka kujitawala peke yenu. Kimawazo mnafunguka. Mkionekana mnafunguka kimawazo, hakuna mahali mtaenda. Angalia taifa la Kongo liko huru na ni taifa natumai tajiri duniani, Kongo. Lakini katika hali halisi ni maskini wakubwa. Wako huru lakini hapa bado hawajawekwa, hawako huru. Kuna vitu Afrika hatuwezi jifanyia mpaka waamue. Kuna vitu, kuna mkutano inaitwa nini, ni G7 ama ni G8. Kuna watu wazungu ndio wakae chini ndio waongee kuhusu taifa letu la Kenya. Wao ndio wataongea vile Afrika iko, na ukikaa kichwa ngumu wanasema mshahara fulani atafai nini? Atakupatia. Hizo ni kumaanisha nini? Kama unataka kukua huru kimawazo, na mimi nitatoa. Na wewe bado kwa sababu umeishi maisha ya utumwa miaka yote, unaona afadhali munikalie lakini munipatie hiyo. Na ni taifa linaweza kujisimamisha. Na huo ndio uhuru nimekuja kuongea, ya kwamba unawekwa huru kutokana na giza, alafu pia uwekwe huru katika mawazo, katika jina la Yesu. USA wamekuja wamesema wagonjwa wao, wale watu wao ambao wamefanya kazi kule DRC Congo, sijui wana suspect wanaweza kuwa wako na nini, na Ebola, kwa sababu wamekuwa wakishughulikia watu wa Ebola. Mimi niliona wakiongea wakisema hapa si watu wataki wape kwetu, na ni wapi sasa, wakatafuta mahali ya kutupa hiyo. Tumerushiwa wapi? Kenya iko Ebola, Kenya iko Ebola. Lakini sasa angalia lugha ambayo serikali inaongea. Sema lugha ya utumwa. Sema lugha ya utumwa. Kama kuna utumwa mbaya duniani, utumwa wa hapa, ambao huwezi kukusaidia kuona, ambao hukusaidii kuwaza. Sasa imerushwa. Haya, kuna maichi zimeanza kukuweka nini? Inaitwa aje? Travel what? Wameanza kuadvise their citizens wasikanyage wapi? I think Israel imeweka na USA itaweka, kwa sababu wameanza kushuku kuhusu nini? Ebola. Na ni wao wameturushia wapi? Hapa. Lakini sasa sisi tumeambiwa vile muweke, tutawapea pesa, Sisi tumeona nini? Pesa ambayo bado imetushika kwa watumbo. Sasa Kenya, kwa historia yetu sisi mambo na Ebola hakuna. Kwani Ebola imekaa Kongo miaka ngapi? Mengi sana. Kwa nini saa hii ati ndio wanajiandaa kwa sababu ya Ebola? Je, ikitokezea Ebola ni kwa sababu wanajua kuna vile watafanya. Ni yote inatendeka kwa nini? Tuko huru lakini hatuna nguvu ya kujiamulia. Kumaanisha bado hatuyuko huru hapa. Na hiyo ndio kitu ambao shetani anafanya. Kama wewe ni Mkristo, umetolewa kwa giza, umewekwa huru, lakini kama hapa hujawekwa huru, shetani atakuchezea katika jina la Yesu, mpaka vitu zenye hataki atatupa kwako. Kwa sababu hauwezi ukaona, maana hauko huru wa wapi? Uhuru wa kimawazo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hatuyuko na uhuru wa nini? Wa kimawazo.
Jina la Bwana litukuzwe. Na hii ndio inaitwa ukombozi wa ngapi? Ukombozi wa pili. Hebu tutaje mambo haya. Wana wa Israeli walitoka Misri. Walitoka wapi? Namba 1, nikutajie vitu kadhaa. Walitoka Misri, lakini walitoka na mawazo ya Misri. Ukombozi wa pili. Walitoka Misri, lakini vile mawazo yao ya Misri walikuwa nayo, mpendwa, walitoka nayo. Maana mawazo ya Misri ilikuwa ndani yao. Tunaelewana? Mawazo ya Misri iko wapi? Iko ndani yao. Kwa hivyo alipoachiliwa aende, alitoka na ile mawazo. Namba 2, alitoka na tabia ya Misri. Ndio ako huru, anafurahia. Sasa mimi siko chini ya Farao, Farao hata nitawala tena, lakini ametoka na ameachiliwa na tabia ya Misri iko ndani mwake. Namba 3, maongeo ya Misri vile walikuwa wanaongea. Wale ambao walikuwa hapa mara ya kwanza wale wananijua. Nikitoka Mombasa nilikuja na sauti ya wapi? Ya Mombasa. Wale wanakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikiongea kila mtu anasema wewe umetoka Mombasa. Wewe umetoka Mombasa. Na saa zingine kana kujaga. Saa zingine nahubiri kimombasa, si ndio? Saa zingine naangusha Kiswahili cha Mombasa, si ndio? Hiyo inakwambia nini? Huyu pastor amewaika. Yaani tu nikiongea Kiswahili cha Mombasa peke yake cha kujulisha kwamba huyu jamaa alikuwa ishi wapi? Mombasa. Na mimi si yuko, lakini Kiswahili cha Mombasa. So hata nini maongeo ya Misri walifanya nini? Ndio nilikwambia ukicheza na watu wengine hapa vizuri watakumwagia matusi ya wapi? Ya Misri. Maana wako nayo bado. Watakumwagia mpaka muangalie hivi uone hivi vitu ya Misri bado uko nayo. Mienendo ya Misri unajua walienda nayo. Maana ilikuwa wapi? Ndani yao. Naongea kuhusu nafsi zao. Njia za huko walitoka nazo. Njia za huko walitoka nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Miungu, patani ya miungu na kuabudu miungu ya sanamu. Hawakubeba miungu, lakini walibeba kwa mawazo. Unajua hivyo? Unajua hawakubeba miungu? Hawakuibeba kwa mikono, lakini walibeba na nini? Walibeba na nini? Tafadhali nishike vizuri, maana itakusaidia kwa maisha yako ya wokovu na kupatia mfano na wana wa Israeli. Hawakuibeba na mikono, lakini walibeba na nini? Na akili. Kuna mahali uliona wakibeba makaburi. Kuna mahali uliona wakibeba makaburi, lakini kwa mawazo yao makaburi ya Misri ilifanya nini? Ilikuwa ndani mwao. Chakula ya wapi? Ya Misri. Walifanya nini? Walibeba maisha ya Misri. Walifanya nini? Walibeba. Sikiliza. Sasa wako katika safari ya Kanaani. Sema safari ya Kanaani. Kwa nini ilibidi ichukue siku nyingi kupita safari ya Kanaani? Sababu ni hii. Distance kutoka Misri mpaka Kanaani haikuwa mbali, lakini kwa nini Mungu aliwapitisha njia ya mbali? Sema ilikuwa ni darasa. Sema ilikuwa ni shule. Nishike vizuri. Baada ya wao kutoka Misri, kitu cha kwanza wanafuata ni nini? John chapter 8 verses 31. Yesu akawaambia Wayahudi walio muamini, mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hivyo baada ya kutoka Misri ni nini walianza? Darasa. Sema class. Walianza class mara moja, na ndio maana ikachukua muda mrefu, maana kubadilisha mtu tulisema ni process, lakini kutoa mtu kwa
lakini Mungu hakutumia nguvu kuwabadilisha. Nasikia kurudia tena hapo. Mungu alitumia nguvu kuwatoa kwa mikono ya nani? Tunaona silaha zenye Mungu alitumia. Alimpiga Farao, akampiga Farao, akamshinda Farao. Mungu akawatoa kwa nguvu, lakini hatubadilishi watu kwa nguvu. Kubadilika inachukua muda. Nisikilize. Kubadilika ni nini? Ni kipindi. Inachukua muda kubadilika. Na ndio maana Mungu sasa, maana hawakuwa wanamjua Mungu. Kiongozi wao akiongea na Mungu, Exodus chapter 3, alimuuliza Mungu, nitawaambia wewe ni nani? Kwa sababu yeye pia alikuwa fanya nini? Sasa watu ambao Mungu ameokoa wanamjua. Tuongee na wewe. Watu ambao Mungu anawatoa Misri wanamjua Mungu? La hasha, hawamjui. Maana hata Musa alikuwa fanya nini? Alikuwa mjui mpaka Mungu akamuelezea yeye ni nani. Sasa kwa nini Mungu awapitisha miaka mingi? Sikiliza. Safari ya Kana, ya kutoka Misri mpaka Kana, hapa katikati ndio walikuwa wamjulie Mungu hapo ambaye amewaokoa. Hapo ndio sasa walikuwa katika kutembea na Mungu, waweze kumjua aliyetuokoa ni nani. Na hawamjui kwa nguvu, wanamjua kwa kutembea na yeye na kwa kufunzwa. Leo nimekuja kukuambia watu wengi wameokolewa na Mungu, hawamjui Mungu. Watu wengi wameokolewa kusimamisha. Na tukiangalia vile unafanyaga hii mambo ya wokovu, ni ishara ya kwamba ufanye nini? Haumjui Mungu. Ikabidi Yesu katika Mathayo 16 kuanzia 13 akawauliza wanafunzi wake, na nyinyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Kwa sababu alitembea nao, aliwaokoa, lakini walikuwa hawamjui. Wapendwa, asilimia kubwa ya waumini hawamjui Mungu aliyewaokoa. Pastor Simi, utajuaje hiyo? Kulingana na vile wanaishi utajua. Kuishi kwako kutakuthibitisha unamjua Mungu aliyekuokoa. Number 2, kulingana na vile una relate na huyu Mungu itatuambia kama unamjua. Number 3, kulingana na vile unamfanyia vitu itatuambia kama unamjua. Wapendwa, wengi wenu action yenu inatuambia haumjui Mungu hata kidogo. Wapendwa, wengi wenu vile unamwabudu ni ishara haumjui. Wapendwa, wengi wenu vile unaishi maisha ya wokovu ni ishara haumjui. Wapendwa, wengi wenu vile una relate na yeye ni ishara haumjui. Haumjui, ndio maana uko hivyo. Sasa hii katikati ya kuelekea hii safari, katika hii safari lazima utembee na mtu ili uweze kumjua. Na hii ilikuwa ni safari ya kumjua Mungu. Hii ilikuwa ni safari ya kumjua Mungu. Na namba 2, sema namba 2, ilikuwa pia ni safari ya kuwasaidia kujua identity yao. Maana ni nani wametoka Misri? Watumwa. Ni nani wametoka Misri? Miaka yote wamezaliwa wanajua wao ni nini? Watumwa. Pata na system ambayo iko ndani mwao ni ya utumwa. Katika hii safari ya kutembea na Mungu ndio wapate identity. Nyinyi si watumwa, nyinyi ni wana. Nasikia sasa ninahubiri hapo. Maana waliotoka Misri pia walikuwa hawajijui. Maana walipokuwa wazima walijitambua wao ni watumwa, baba zetu ni watumwa, watoto wetu ni watumwa. Maisha waliishi ni ya utumwa mpaka mtu anazeeka akiwa mtumwa. Kwa hivyo identity ambayo Misri iliwapatia ni kwamba wao ni watumwa. Na hivyo maisha waliishi
wameishi miaka mingi. Sasa safari ya Mungu kuenda na wao polepole ni ya kuweza kuwasaidia waweze kudiscover their real identity, ya kwamba nyinyi si watumwa, nyinyi ni wana. Na hautajua wewe ni mwana kwa kuambiwa. Maana soma Exodus, usikie vile Mungu anaambia Musa, enda mwambie Farao achilie watoto, achilie wana. Mungu aliwaita wana. Mungu alikuwa haiti wana wa Israeli, aliwaita wana, maana walikuwa ni watoto wake. Lakini shida ni kwamba hawa watoto walikuwa hawajijui wao ni watoto, walikuwa wanajijua wao ni watumwa. Hii ni picha inatupatia, wapendwa, watu wengi wameokoka, lakini bado identity ambayo uko nayo ni ya utumwa, kwa sababu mindset yako unayotumia ni ya huko. Bado inakupea mtazamo na fikra za kule, na ndio maana mpaka leo tuko na wengi hawajajua wao ni wana. Na ndio maana tuko kwa hii safari kukuambia tuandamane pamoja na wewe ili uweze kujidiscover wewe ni nani. Ndio kama zako mwambie tuandamane na mchungaji kwa hii safari ili ukaweze kujijua wewe ni nani, uache kujiitanisha na kule. Nyinyi kuna wengi wenu hapa hata mkienda kwenye mambo ya mila bado inakuwezana. Najua unajificha, kama zako mwambie wengi hapo mnajificha. Yes. Sio tujui, tunajua mnafanyaga kwa sababu si uko kwenye peke yako, kuna mtu anajua. Maana walikwambia usipofanya hivi itakuwa hivi, na wewe nini ulifanya? Na kazi ya mtumwa kubwa anafanyaga nini? Aheshimu bwana wake, anaogopa bwana wake. Kuna tofauti ya kuheshimu na kuogopa. Maana anamuogopa atakuwa punished, anaogopa atapigwa. Na ndio maana mkipatana na kazi za Misri mnaogopa. Sasa unajua walisema usipoenda kumbukumbu ya baba utakufa na kifo yenye iliua baba. Walisema usipoenda kumbukumbu ya baba sijui watoto wako watakuwa hivi na hivi na hivi. Sasa pastor ilibidi niende, maana sitaki watoto wangu wakufe. Roho ya utumwa. Wewe bado unajiona ni mtumwa na unaogopa your master ambao ni mila. Nimekuja kukuambia ulitolewa huko. Nimekuja kukuambia ulitolewa huko. Ni wakati wa kusimama na kusema hiyo sitafanya. Hiyo sitafanya. Nilikwambia mama yangu alikuwa ameolewa na nani? Baba yangu ni Mbukusu. Nini? Mbukusu. Mbukusu wako na mila zao. Hata hao wako na mila zao. Kuna ile chakulala na nini? Na maiti. Si ati mlale kwa kitanda. Unajua nyinyi mnashikana hivyo. Mtuulize tuambie ni aje. Kulala nyumba sanduku iko hapa na wewe lazima ulale hapa. Mama yangu alikataa. Akaambiwa kutakuwa kutakuwa mpaka leo kumewahi kuwa. Mpaka leo kumewahi kuwa. Hakujawahi kuwa. Na kumbuka walikuwa wanatuambia sijui ni siku ngapi, walituambia tupasi kuona mama yetu. Kama kuna Wabukusu hapa nafikiri mnajua hiyo maneno. Walituambia sasa nyinyi watoto mpasi kukutana na mama yenu sijui siku ngapi. Miaka yote sisi hakuna kitu kimewahi kuja katikati yetu hadi tusikutane na mama tulivunja. Si ndio sisi tunaishi mpaka leo. Vile mwili ilifika nafikiri asubuhi yake saa 12 wale mnajua mliona hiyo maneno wale tulienda kuzika juzi hapa. Mliona hiyo maneno? Wakati tulianza kujipia juzi hapa makaburini. Uliona kabla twende kuzika ni ndugu yake ama ni nani? Uliona kenye alifanya? Yes, baba yangu alipofika nafikiri asubuhi yake ni kutolewa nini? Watu watano mnaweka nini? Pamba. Toa. Mmeangalisha sijui kichwa wapi, inafaa kaa hivi. Alikuwa amevaa mabuti, tolewa. Alikuwa amefunga mshipi, alitolewa. Alitolewa vitu zote. Alafu tukaambiwa bibi yake na watoto ndio wanapaswa kwenda kutupa hiyo pamba asubuhi na mapema. Sijui kwa mtoni gani na wasiangalie nyuma. Nikakumbuka ya Lutu. Hizo vitu nazikumbuka. Mama yangu kitu moja alikuwa anasema mimi na watoto yangu hatutafanya hiyo. Mimi na watoto yangu hatutafanya hiyo. Wakaambiwa baba yangu alikufa na pneumonia. Pneumonia ndio iliua yeye. Akaambiwa kenye kiliua mzee yako kitaua watoto. Ndio sisi bado tunaishi. Ndio sisi bado tunaishi. Lazima ukatae mambo ya Misri. Kataa na usimame na msimamo na useme
nilikuwa wa Misri, lakini hii Misri haiishi ndani yangu. Najua kumezaliwa kwa hizo traditions, kumezaliwa kwa hizo culture, lakini hizo culture hazitazaliwa ndani yetu, hazitazaliwa ndani yetu. Kumezaliwa kwa hizo tamaduni, lakini hizo tamaduni hazitazaliwa ndani yetu, hazitazaliwa ndani yetu. Tumetoka huko, lakini huko haitakaa ndani yetu, haitakaa ndani yetu. Haleluya! Ndio kama zako mwambie tunakubali tulikuwa wa huko. Ndio kama zako mwambie tunakubali tulikuwa wa huko. Ndio kama zako mwambie tunakubali tulikuwa wa huko, lakini sasa sisi sio wa huko. Haleluya! Ndio kama zako mwambie tulikuwa wa huko. Ndio kama zako mwambie tunakubaliana na hiyo mambo yote, lakini si leo hatuyuko huko. Wangapi wanasema leo hatuyuko huko? Wangapi wanasema leo hatuyuko huko? Wangapi wanasema leo hatuyuko huko? Haya, tengeneze sasa sauti sawa. Wangapi wanasema leo hatuyuko huko? Ukiitwa kumbukumbu usiende. Ndio kama zako mwambie usiende. Au kuchinjia baba yako usiende, fanya hizo vitu. Hatuwezi rudi kwa kaburi. Sijui kufanya nini na kaburi. Na najua watakwambia usipofanya hivyo kutakuwa hivi. Mpendwa, tulitolewa huko. Lakini shida kubwa tuko nayo ni kwamba huko imetolewa ndani yako. Kabisa bila kukudanganya. Tuko na wapendwa wameokoka, lakini 100% wanaheshimu na kuogopa mila za kwao. Unajua hivyo? Ikukuja kwa mila, wanaamini na wanaogopa. We will not judge you. The problem is this, ulitolewa huko. Lakini huko ulitoka naye. Ulifanya nini? Inua mkono juu, sema Bwana Yesu, naomba kujitoa kwa ajili ya kwetu, mila ya kwetu, hali za kwetu, itolewe ndani yako. Do you know, through the teaching of the word, we are going to overcome some evil family patterns. Zitatolewa na this teaching. Kenye kinasababisha some evil family patterns zinakuwa na strength kwako ni kwa sababu bado ulitoka huko, lakini bado huko iko na nguvu kwako. Mpendwa, kataa kwenu kukuwa na nguvu kwako. Mpendwa, kataa mila ya kwenu kukuwa na nguvu kwako. Maana ikikuwa na nguvu kwako itakutesa na itakusumbua. Nasema hivi, ni nini lisumbua wana wa Israeli kwa barabara? Sio shetani, sio Musa, sio nani. Ni kenye walibeba kutoka Misri na akili zao ndio iliwasumbua barabarani. Kenye itakusumbua kwa hii safari ya wokovu, nataka nikuambie, ni kenye umepepa kwa mawazo kuhusu mahali ulikuwa zamani. Gokema zako mwambie jitoe. Ongeza sauti. Gokema zako mwambie jitoe kwa ajili ya mafundisho. Gokema zako mwambie jitoe kwa ajili ya mafundisho. Jambo lingine, distance ya mahali walikuwako Misri na Kanaan, hatutapima ni kilomita ngapi. Ilikuwa inategemea mabadiliko ya mawazo yao. Mahali walikuwako na kufika Kanaan ilikuwa inategemea mabadiliko ya nia yao. Ilikuwa itegemei mwendo ambao wanapita, ilikuwa inategemea mabadiliko ya nia yao. Na niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu aliwatoa Misri awapeleke Kanaan, lakini hawakuingia Kanaan. Mungu aliwatoa Misri waingie wapi? Kanaan, lakini hawakuingia wapi? Hebu niambie ni nini iliwazuilia kuingia Kanaan? Ukosefu wa nini? Mabadiliko ndio iliwazuilia. Leo nimekuja kukuambia, kule ambako unaenda kwa destiny yako, kule ambako unaenda haijalishi umbali, inajalisha mabadiliko. Hiyo biashara kubwa ambayo unaiona, hii nini unataka kufanya kubwa, mambo makubwa unayoyaona, nataka kuambia usiangalie distance, angalia mabadiliko yako. Angalia mabadiliko yako. Kukaa kwa ndoa miaka mingi haisimamishi ndoa.
Kukaa kwa ndoa miaka mingi haisimamishi ndoa. Mabadiliko ya mume, mabadiliko ya mke juu ya mtazamo wa ndoa ndio inasababisha watu wanakaa kwa ndoa miaka mingi. Mabadiliko yako kwa ndoa, juu ya mke, juu ya mume ndio inaweka watu kwa ndoa. Nimekuja kukuambia hivi. Yes. Kwa hivyo leo nimekuja kukuambia mahala popote Mungu amekuweka, kile kitasababisha uishi hapo miaka mingi ni mabadiliko. Kubadilika kwako. Tokea mwenzako mwambie kubadilika kwako. Badilisha mtazamo wako juu ya ndoa yako. Hiyo ndio itakuweka hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kubali kubadilika. Vile uliolewa ndio uko tu. Vile ulioa hivyo tu ndio uko. Hiyo ndoa itakuwa ni vita paka na panya. Tutaiombea itafanya kazi. Maana mabadiliko yako ya nafsi na akili ni ya maana sana kwa maisha yako. Maana utabadilisha vile unavyofanya vitu kwa ndoa yako kwa sababu umebadilika ndani. The more unabadilika ndani, nje tunaona mtu tofauti, nje tunaona mtu anafanya vitu tofauti. Lakini watu wanaingia kwa ndoa lakini hawabadiliki, ndio maana ndoa ziko na shida. Sasa kazi yako tu ni kuombeaga. Kila kitu kwa ndoa wewe unaombeaga tu. Kila kitu kwa ndoa unaombeaga. Miaka 10 umekaa kwa ndoa, bado uko na ile ule utoto ulikuwa nayo. Uko na ile ujinga ulikuwa nao. Tutatoaje ujinga yako na maombi? Kukua kwako kutabadilisha mahali wewe uko. Nasema kukua kwako kutabadilisha mahali wewe uko. Nasema kukua kwako kutabadilisha mahali wewe upo. Ndio kama zako mwambie kubali kubadilika. Kufanya upya mambo kwako ni kwa sababu ya upya ulio ndani mwako. Kila mara unapobadilika ndani, nje tutaona mabadiliko vile unafanya vitu. Haleluya. Enda funga omba, enda omba miaka yote. Kama utawahi badilika ndani, hatutaona mabadiliko ya nje. Hatutawahi. Ninyi wote ambao mnataka mabadiliko ya maisha, tafuteni elimu itakao waelimisha kule ndani. Ukibadilika ndani, utabadilisha vile unafanya vitu na kila kitu vile ilivyosema. Amen. Tuongee kuhusu ukombozi wa pili. Alafu tunafanya utangulizi, wiki ijayo tutamaliza. So jambo la kwanza, tumeona ukombozi wa kwanza ulikuwa ni wa nguvu. Haya, ukombozi wa pili ni wa mafundisho. Ni kupitia mafundisho. Ambayo ukombozi wa pili ni katika safari ya kutembea na Mungu. Musa alitembea na wao na Mungu alitembea na wao. Bwana Yesu asifiwe. So ukombozi wa pili unaikuja kwa kujua. Unakuja kwa, na hatukuombei ujue au fungi ujue, unafunzwa ujue. Unafunzwa ujue. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ukitembea na mtu sana utamjua. Sasa ukombozi wa pili unakuja kupitia mafundisho. Ukombozi wa pili unakuja kupitia nini? Mafundisho ambayo inakupatia elimu. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa. Watu wa gani? Watu wa nani? Kwa nini wanaangamizwa? Kwa sababu hawajaokoka. Wanaangamizwa kwa sababu ya ukosefu wa nini? Maarifa. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa ukombozi wa pili kupitia mafundisho, number 1, inatoa pattern ya Misri. Pattern ya Misri haitolewi na maombi, inatolewa na mafundisho. System ya Misri ambayo iko ndani yao inatolewa na mafundisho. Beliefs ambazo walitoka nazo Misri inatolewa na mafundisho. Haleluya. Uoga walio nayo ya utumwa inatolewa na mafundisho. Ndio nimekuja kusema beliefs ya kweli.
hatutaitoa kwa kukuombea, tutaitoa kwa kukufunza. Tukikufunza kuna kitu utajua. Ukishajua hiyo, utajua ile haina nguvu kwako, unawachana naye. Halo. Bwana asifiwe. Kwetu mwanaume hawezi pelekwa tohara hospitali. Sisi Wabukusu, tohara hospitali hakuna. Utahesabiwa wewe ni bure, wewe una maana. Lazima uende ufanywe hizo makazi za utumwa, uumizwe bure, upakwe matope, mara nyeupe. Si mnatuonaga mwezi wa 8. Upakwe mara, wekwe makingiri hivi, utembee ukipiganga, utendee paro kazi ya utumwa wa shetani na mila. Lakini mama yangu akasema, watoto yangu, kenye nilijionea huko, nyinyi hamtapitia hiyo. Ile ni mateso. Unaweza kataje mtu na kiso tunakae ngumu? Tunaprofiania nini? Ni nini tunaprofiania? Hayo ndio ni proof mimi. Wanaume hayuko kwa kuvumilia mateso. Wanaume hayuko kwa kuvumilia kisu. Sijusi bling macho. Aya ilete wanaume bana. Mimi si nilienda hospitali hata sikupelekwa. Nilienda wapi? Nikangojea zile vitu walisema zinipate. Hata hakuna kaka moja kamfani. Maana hizo ni nini? Beliefs. Naongea hivi maana kuna watu hizi vitu ziko na nguvu ndani yako. Na ndio maana nakufunza elimu ingie kwa wingi. Ukienda nyumbani kwenu, hii utakataa na useme hiyo nimekataa nayo. Na wakiongea sasa hivi nasema hii ishatolewa ndani yangu, sasa ina nguvu. Na kuambia ikiwa iko ndani yako iko na nguvu. Ikiwa yuko ndani yako haina nguvu. Ikiwa iko ndani yako ukienda kinyume nayo itakupiga. Lakini kama yuko ndani mwako haina nguvu, kwa jina la Yesu haiwezi kumfanyia chochote. Haleluya. Ninaomba kwa ajili ya ukombozi wa pili, tukubali kukaa chini ya mafundisho. Upoze itolewe, mila itolewe, vita itolewe, matusi itolewe, masengenyo itolewe, na elimu ya Mungu. Maana elimu ya Mungu inakuletea mabadiliko. Elimu ya Mungu inaleta nini? Mabadiliko. Nataka uende usome hizi scriptures, alafu Jumapili nitazipitia hizi. Nataka uangalie usumbufu ambao walisumbua Musa. Exodus chapter 14, 10 to 12. Enda soma. Ndio ujue watu hawako Misri lakini wametoka na nini? Na Misri. Alafu Jumapili ijayo nitakufunulia hii mambo na New Testament. Nimesema kutoka Exodus chapter 14, 10 to 12. Enda uone kwa nini walitoka na Mungu ako na wao na mbona walibehave hivyo. Shida ni nini? Elimu. Exodus 16, chapter 16, verse 1 to 3. Kutoka 16, 1 mpaka 3. Enda soma. Uone vile walisumbua. Mpaka kati ya hizi kuna moja Mungu alisema, mimi nimechoka na hawa watu. Exodus chapter 17. Enda soma 17, 1 to 4. Exodus chapter 17, 1 to 4. Na ukisoma verse 7, tuweke verse 7 hapa juu. Verse 7 na usikie uone kenye wanafanya. Na hivi wengine pia wanafanya. Exodus 14, 17:7. Nimesema Exodus 17, 1 to 4. Alafu verse 7. Verse 7 inasemaje? Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba kwa sababu ya mateto, kuteta, kunungunika. Sawa. Tutakuja kuangalia kunungunika vile wengi wameokoka lakini bado wako na manunguniko. Manunguniko ni ya Misri, sio ya hapa. Kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana. Walifanya nini? Walimjaribu aje?
Walimjaribu aje? Wakisema, je, sitoe hiyo 7. Walimjaribu aje? Kwa kusema aje? Je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Najua watu wengi wanakuwa hapa hawajui kama wako na Mungu ama hawana. Halo, sikiliza hapa. Unajua kuna watu wengi wameokolewa lakini hawajui kama wako na Mungu ama hawana. Wangapi wako na Mungu? Angalia mikono, ni masaruti tu. Hizi ni masaruti tu. Wengine hata hawako sure. Wangapi wako na Mungu? Weka mkono juu. Inafaa ukiulizwa wangapi wako na Mungu unafanya aje? Mimi hapa. Kwa sababu unajua. Sasa wakisema tuko na Mungu ama hatuna Mungu, it's lack of knowledge. Because knowledge ndio inaleta kujua. Wangapi ni watakatifu hapa? Sunana. Wangapi wako na Yesu Kristo ndani yao? Wangapi wako na Roho Mtakatifu? Wangapi ni watakatifu? Yaani uko na Yesu lakini wewe si mtakatifu. Wewe haujui. Unaona unahitaji elimu. Yaani kuna watu wako na Roho Mtakatifu, roho, lakini wanajua wao si watakatifu. Mtu yoyote ako na Roho Mtakatifu, hakuna haja ya kumwambia Mungu nifanye mtakatifu. Unamfanya kufanya utakatifu gani tena? Kwani tuko na utakatifu aina ngapi? Kama uko na Kristo ndani yako, uko na Mungu. Kama uko na Kristo ndani yako, uko na Roho Mtakatifu. Kama uko na Roho Mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Tu watakatifu kwa sababu ya mtakatifu aliye ndani yetu. Simple. Hakuna vile nitaingia jikoni ya kupikiwa na kuni na nikose kunuka moshi. Haiwezekani. Na wauliza wapendwa, nikiingia kwa jikoni ambaye inapikwa na kuni, nifanye aje ndio ninuke moshi ya kuni? Nifanye aje? Weka mkono kama unaniona. Nauliza swali. Nimeenda village. Sawa. Mama anapika na kuni. Simboshi na ndani. Na simejaa jikoni. Sasa nataka ninuke hiyo moshi. Sawa. Nikiingia pale ndani kuna waka kuni ya moshi. Nifanye aje ndio hii moshi iingie ndani yangu? Kuna kitu napaswa kufanya. Ndio kama zako mwambie unapaswa tu kukua jikoni. Ndio kama zako mwambie ukikua jikoni tu utanuka moshi. Hakuna kitu ndafanya, lakini hiyo moshi itaniingia kwa macho, nitalia, itaniingia kwa mapua, nitakohoa, na nikitoka hapo niende town nipatane na daktari nikimuhari, ingawaje hata niambia, lakini kuna harufu atasikia. Bishop, unanuka moshi. Kuna mahali nilijiwekea moshi. Nilihitajika tu kukua jikoni mahali kuna kuni inaingia ndani yangu. Ukiwa na Roho Mtakatifu uko na utakatifu. Hakuna kitu usivai nguo mrefu ndio kuwa mtakatifu. Utakatifu hayuko kwa nguo. Usiongee vizuri ndio kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu kwa kuongea vizuri. Usifunge kitambaa kichwa ndio kuwa mtakatifu. Mtakatifu haikai kwa kichwa.